katika mwendelezo wa kuletea taarifa mbalimbali za kimichezo. Hususan ni taarifa inayohusu klabu ya Yanga na Simba kutokana na kuahirishwa kwa dabi yao ambayo ilitakiwa ichezwe tarehe 8 mwezi wa 3 2025, na Simba wakatoa taarifa kwamba hawatocheza. Vile vile bodi ikajibu kwamba mechi imeahirishwa, na tarehe 9 ikaonekana Yanga wamewafuata Simba katika uwanja wao wa mazoezi, huku katika gari lao wakiwa wameandika tunamtafuta mai wetu. Na kutokana na hizo taarifa mbalimbali na masuala mbalimbali ambayo yanaendelea hapa nchini katika soka, Yanga tarehe 9 wametoa taarifa kuhusiana na maamuzi yaliyotolewa na bodi ya ligi Tanzania, ambapo wamesema ni kikao cha dharura kilichofanyika mtandaoni ambayo ilikuwa ni March 9, 2025. Barua yao inasomeka kama ifuatavyo: taarifa kwa umma. Kamati ya utendaji ya Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi Said imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadili na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wananchi, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi MCM kilichofanyika tarehe 7 Machi saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu. Huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko hilo la klabu ya Simba. Asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuwahakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huo namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji wa ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirishwa mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hapo juu,
Ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji ya Yanga, kwamba baada ya maelezo yote yaliyotolewa na bodi ya ligi, sasa msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga iko kama ifuatavyo. 1. Klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Namba 2. Kamati ya utendaji wa Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yote itakayopangwa. Namba 3. Kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho, lakini sio kwa umuhimu, tunawaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sport tarehe 9 mwezi wa 3 2025. Hiyo ni barua kutoka kamati ya utendaji ya timu ya Yanga, kwamba kutokana na maamuzi yaliyotolewa, wenyewe wamekuja na msimamo wao kwamba hawatoshiriki mchezo wote utakaopangwa, ambao tunasema ni mchezo wa 184 kati ya Simba na Yanga, ndio msimamo wao. Na pia wanasema kwamba kutokana na maamuzi yaliyofanywa na bodi ya ligi, hawana imani na wafanyakazi wa bodi hiyo, na kuwaomba TFF kuweza kuvunja kamati hiyo na kutafuta viongozi wengine ambao wanaamini watakuwa waadilifu na kuweza kusaidia maendeleo ya soka. Hiyo ndiyo taarifa iliyotolewa na Yanga ambayo ilikuwa ni tarehe 9, na wakasisitiza kwamba wanachama waendelee kuwa watulivu wakati wanaenda kufuatilia taarifa zitakavyokuwa. Kwa hiyo ni kuombe endelee kutufuatilia Lasa Bongo Media kwa kusubscribe, kushare na kucomment ili tuendelee kuletea taarifa, na kila taarifa tunayoweka uwe wa kwanza kuipata. Ulikuwa nami Lameck Leonard katika kuletea taarifa za kimichezo. Asante, naendelea kuifuatilia Lasa Bongo Media.